ndani ya utakatifu. Ukamilifu ndani ya utakatifu. Tutaangalia maana chache za tofauti ya ukamilifu na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukamilifu ndani ya utakatifu ama kukamilishwa ndani ya utakatifu. Namba moja, hili neno utakatifu linatokana na neno la Kiebrania ambalo lina maana ya Quadash kwa lugha, yani limetokana na lugha ya Kiebrania ambayo wao wanalitumia kama Quadash. Sasa ukija kutafsiri linamaanisha kujitenga na uchafu au kutengwa kuwa safi. Bwana Yesu apesifu. Amen. Yani ni kitu kilichotengwa kikawa kisafi, ndio Quadash, ndio maana ya utakatifu. Unaandika Q A Quadash. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa, watu wa Mungu? Kwa hiyo mtu anapookoka anatakaswa kupitia ile damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari. Anasema kwenye Isaya anasema dhambi zenu zitajapokuwa nyekundu atazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Manake mtu huyu alikuwa mchafu, sasa kupitia damu ya Yesu akaoshwa akawa msafi, manake anaitwa mtakatifu. Sema amen. Amen. Sisi tunaenda sawa, watu wa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Wagiriki wao wanaliita hagios, likimaanisha kutokuwa na makosa au kutokuwa na uchafu. Kumbuka hizi ni lugha mbili ambazo zimehusika kutafsiri nini? Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ili Biblia ije katika lugha ambayo tunaitumia, inakuwa imetoka katika lugha ya Kiebrania na lugha za Kigiriki. Hagios maana yake ni kutokuwa na uchafu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tafsiri fupi ya utakatifu kwa kifupi, kama utaki mbwembwe nyingi, ni usafi wa kiroho na wa kimwili. Ni usafi wa kiroho na wa kimwili. Halo? Hello. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo mtu yote aliyeokoka lazima awe msafi wa kiroho na kimwili pia. Wala uchafu wa aina yoyote hautakiwi uwe sehemu ya maisha yake. Sijui kuna mtu mmoja ananielewa? Manake ni mtu ambaye ametengwa, ni mtakatifu wa Bwana. Ndio maana zamani ukisikia mtu ameitwa mlokole, achana na huyo mtu. Achana na sasa hivi watu wanaigiza tu kuokoka. Zamani mtu akiambiwa huyo ni mlokole, jamani, mavalio yake, usemi wake, muonekano wake, tabia yake ni vinaambatana na lile neno. Lakini leo sasa mtu anaitwa mlokole, muangalie jinsi alivyo. Hana tofauti na mtu wa mataifa.
hatofautishi. Anaweza akawa anakunywa pombe kwa siri, anaweza akawa anafanya uzinzi kwa siri, anaweza akawa anaenda kwa mganga wa kienyeji kwa siri, anaweza akawa yani hanaga hata usafi. Tunapozungumzia usafi wa kimwili pia ni katika hali pia ya muonekano. Unaonekanaje? Maandiko yanasema mjitahidi kujionyesha kuwa mmefanyaje? Mmekubalika. Bwana Yesu apewe. Haleluya. Amen. Kitabu cha Walawi, Mambo ya Walawi sura 11 mstari wa 44 na 45. Mambo ya Walawi 11 44 45. Nisomee. Maandiko yanasema, kwa kuwa mimi ni Bwana, Mungu wenu. Takaseni nafsi zenu basi. Iweni watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu. Kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Ndio. Basi mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Pigie Bwana Yesu makofi. Mungu anasema mtakuwa watakatifu kama mimi. Lakini ili kwamba mweze kuwa watakatifu, jiepusheni na vitu ambavyo vinaweza vikanajisi nafsi zenu. Yaani vitu ambavyo vinaweza vikaondoa sehemu ya utakatifu wako. Lazima mtu wa Mungu aweze kujihadhari. Amen. Amen. Jamani, Bwana Yesu apewe. Amen. Haleluya. Amen. Lazima ujihadhari na hivyo vitu. Utakatifu sio kutokutenda mambo maovu, bali ni kulazimishwa na Kristo kutokutenda haya. Utakatifu sio tu kutokutenda mambo maovu, bali ni kulazimishwa na Kristo kutokutenda hayo. Narudia mara mwisho. Utakatifu si tu kutokutenda mambo maovu, bali ni kulazimishwa na Kristo kutokutenda hayo. Yaani ndio ile nikasema kwamba una uwezo wa kumpiga mtu, una uwezo wa kumtukana mtu, una uwezo wa kumwibia mtu, una uwezo wa kufanya chochote kwa mtu, lakini kwa sababu kuna kitu kinakulazimisha kuacha hayo, unajikuta kwamba haufanyi. Bwana asifiwe. Amen. Una uwezo wa kufanya uzinzi, lakini kwa sababu Kristo anakuzuia kwamba nitakapofanya hii dhambi tayari nitakuwa nimejinajisi. Kwa hiyo unajizuia, unajilinda. Haleluya. Amen. Kwa hiyo usije ukasema kwamba mimi sipendi ugomvi. Sawa, upendi ugomvi, lakini kunaweza kukatokana na wewe kutokuwa na nguvu. Huna nguvu. Lakini kama ungalikuwa na nguvu ungependaga ugomvi. Unaweza ukasema mimi sipendaga kusemaga watu. Hupendagi kusema watu kwa sababu wewe ni bubu. Lakini kama Mungu angekufunua kinywa chako uweze kuzungumza, ungekuwa unaongea, unasengenya watu. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Mimi kwa sababu sinywi pombe mimi ni mtakatifu. Hujawahi kunywa pombe na wala hujawahi kuipenda pombe. Lakini aliyependa pombe akanywa pombe, akaiacha pombe kwa sababu ya Kristo, manake kuna kitu ambacho kinamzuia. Anaona kwamba nitakapofanya hichi tayari nitakuwa nimejinajis. Anasema msije mkajinajis kwa vitu vitambaavyo na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mara nyingine unakuwa na uwezo wa kufanya jambo, lakini kwa sababu unalinda utakatifu wako,
Kwa mfano tuchukulie mtu kama Yusufu. Yusufu alikuwa na uwezo kabisa wa kulala na mwanamke yule wa Potifa, lakini Yusufu alilinda utakatifu wake, akakimbia, akaacha nguo. Biblia inasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Tunazungumza juu ya utakatifu kwamba ni wa rohoni na wa mwilini. Amen. Amen. Unalindaje mwili wako? Unalindaje viungo vya mwili wako visinajisi utakatifu uliokuwa ndani yako? Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unakuwa na uwezo kabisa wa kufanya kitu fulani, lakini Kristo anakuambia, mwanangu, usifanye hiyo kitu. Utakapofanya hiyo kitu tayari utakuwa umejinajisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wa Kristo tunaenda sawa? Amen. Nisikilize kwa makini. Haleluya. Nisomee kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa 20. Maandiko yanasema, bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Sivyo mlivyojifunza Kristo. Maana yake ni kwamba kuna vitu ambavyo haukuagi kujifunza katika Kristo, ukiwanisha na hilo andiko ambalo limetangulia la mambo ya Walawi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sivyo mlivyojifunza Kristo. Maana yake ni kwamba sio desturi. Rejea kwenye somo la wokovu na mabadiliko. Sema amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sivyo mlivyojifunza. Unapozungumza jua kwamba unazungumza kama nani. Unapotembea jua kwamba unatembea kama nani. Unapofanya kitu chochote jua unafanya kama nani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ili ufanye dhambi ni kwa sababu umeamua kufanya dhambi, na unajua wazi hicho unachokifanya ni nini? Ni dhambi. Unaamua, yaani unaamua kabisa, unajua kabisa kwamba huyu nikimpiga nitakuwa nimekosea Mungu. Unajua kabisa. Unajua mtu aliyokoka ndani yake na Roho Mtakatifu, na kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanyaje? Kukukumbusha. Kufanyaje? Kukukumbusha. Yaani unakumbushwa kwamba bwana, unajua unapomsengenya huyu unamkosea Mungu. Kwa hiyo unaamua tu kuendelea, bora liende. Hakunaga mtu ambaye akumbushwagi, ila tunakuaga nini? Wakaidi. Jina la Mungu litusaidie sana. Amen. Unashupaza shingo yako. Yaani mtu aliyokoka unapoiba unajua kabisa hii hapa. Kuna wale wezi wa kwa mtandao wale, si mnaojuaga? Yaani wale wamekufa ganzi, hata uambiege hawaeleweki kitu. Hawaelewi kitu. Ile hela tuma kwa namba hii. Haya unabadilisha. Haya, wewe mpangaji, mbona umechelewa kulipa kodi? Tumie na kuna yanayoingia kingi yanatuma. Sasa unatuma, kodi inaenda inaliwa. Alafu mwenye nyumba anakuja sasa, kodi yangu. Si uliniambia nikutumie? Wewe. Ugomvi. Sasa lile jamaa hata kama halielewagi. Yaani yeye amekufa ganzi. Yaani yeye anaona kwamba hapa duniani ndio, ya mbinguni hakuna. Lakini sivyo mtu aliyokoka jamani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hata kama ni mkosaji kwa kiwango gani, dhamiri yake ya ndani lazima imshuhudie kwamba mwanangu, hapo umeingia kingi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Fulani uko wapi? Hapa ni makao makuu sijui ya Tigo. Sasa sijui nini. Unasikiliza kwa hiyo imeingia hela hapo. Unaelekezwa. Ukishamstukia kaambia wewe acha utapeli, okoka. Yesu anakukukisha, atakutukana huyo. Yaani habari ya Yesu yasikiagi. Wala habari ya, yaani anayotaka ni, na wanafanyaga, wanapataga. Kuna kipindi fulani nilikuwa kule juu usiku. Nilikuwa mmechanga mchango gani wa harusi ya Pastor Dani wa LPU.
Nakumbuka kuna wanaokumbuka. Nikatumwa hiyo message. Si ndio? Ule mchango wa harusi ukaenda. Tena leo tumana ni nani? Mama Egi wa Bukoba. Ya jamani. 50,000 tumejichanga iende kwa harusi kule kisiwani. Jamaa limeotea dili. Tena na mtu ambaye hana hofu ya Mungu. Bwana Yesu apesi. Hawanaga huruma hao watu. Wewe unakuaga na huruma kwa sababu unakaroka Mungu ako ndani yako anakukumbusha, lakini yale anaga huruma. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Jana wakati nimetoka mahali pale nikawa nachukua vitu fulani, sasa kuna jamaa akaenda akanunua samaki fulani kwa binti. Yule binti akatoka akaenda kuomba change. Sasa nimesimama tu. Jamaa naona anaokota samaki. Hata kuja pili anaangalia. Sasa anafanya vipi? Una dhambi zingine samaki. Jani mbaya. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Sasa kamtu lakini haya bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo lazima kila mtu anajua, ila kuwa anakuwa na hali ya kushupaza nini? Shingo. Anashupaza shingo yake. Kwa mfano mtu akijichafua, tuchukule kwenye dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa hainaga bahati mbaya. Yaani mtu asije akwambia nimezini kwa baa, we. Hiyo haipoki. Amen. Hapana kitu kama hicho. Hiyo sio dhambi ya bahati mbaya. Ya bahati mbaya umenikasirisha nitakuchapa kofi. Hapo sawa. Lakini kwa habari ya zinaa usiniambie. Mpange mkutane mahali fulani. Mvue nguo. We. Alafu uniambie bahati mbaya. Ndio maana hii dhambi huwezi tubugu mwenyewe ukasamehewa hata siku moja. Azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakaloangamiza, naye atapata fedheha isiyofutika. Haleluya. Ndani yake kutakuwa na maumivu yasiyofutika. Kila akiomba ile lipepo linakuja mbele yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana chunga sana hile eneo. Sije ukakamatwa kirahisi. Alafu kaja kama Yusufu alikimbia, we ni nani? Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yesu anataka tunapoula mwili wake na kuinywa damu yake, lazima tuwe wasafi, watakatifu. Anataka tunapokula ule mwili na tunapoinywa ile damu, kwanza tufahamu, nisomewa Ibrania sura ya 9:14. Tufahamu kwamba hii damu na huu mwili ni vitu vya aina gani? Je, ni vitu vichafu? Ibrania 9:14 inasemaje? Nasema basi si zaidi damu yake Kristo, si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa. Jamani, sadaka isiyo na nini? Na mawaa. Itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Aliye hai. Damu isiyokuwa na mawaa. Kwa hiyo Mungu anataka tunaposhiriki mwili wake na tunapoinywa damu yake, lazima tuwe watakatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu. Sema amen. Amen. Haleluya. Wala si kwa wakati huo tu, bali anataka ndio uwe mfumo wa maisha yetu. Yaani kwamba sio tangu kipindi imetangazwa meza ya Bwana ndio unakuwa mtakatifu, kwa sababu unaogopa kwamba utapigwa mapigo. Hapana, Mungu anataka ndio iwe mfumo wa maisha yako.
Jamani, Yesu aliomba akasema, Baba, siombi waondoe katika ulimwengu huu, bali walinde na nani? Na yule mwovu. Kitabu cha Methali 16:17 inasemaje? Inasema, njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na nini? Na uovu. Yeye ashikaye njia yake huhifadhi nafsi yake. Njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu, ni kujitenga na uchafu. Mama, baba, kijana, mtoto, lazima ujue kwamba wewe ni mtu special wa Mungu, uliyenunuliwa kwa damu ya thamani sana. Kutembea kwako, kuishi kwako ni Kristo. Lazima kuna vitu ambavyo unatakiwa ujitenge navyo, hautakiwi uvikumbatie. Amen. Amen. Mungu asifiwe. Twende pointi ya pili, juu ya ukamilifu. Twende haraka haraka. Ukamilifu. Twende haraka haraka sasa. Ukamilifu. Ukamilifu, nisikilize kama unaandika haya. Twende haraka haraka. Ukamilifu ni mkusanyiko wa mambo yote. Yaani ni mkusanyiko wa mambo yote. Pakiwepo na kitu ambacho kimefemea, kile kitu kinapopatikana kikaekwa pale, basi kile kitu kinaitwa kimekamilika. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mfano, nataka kupika ugali, lazima niwe na nini? Namba moja, nini? Maji. Namba 2, unga. Namba 3, kuni, moto huo. Namba 4, sufuria. Namba 5, mwiko. Kingine hakuna. Kwa hiyo hapo tunaita imekamilika. Hapo lazima ugali uive. Kama patakosekana maji, yale maji yakakosekana, tuna unga, tuna moto, tuna unga, tuna moto, tuna sufuria, tuna mwiko, lakini hatuna maji, bado hakuna ukamilifu. Sasa yale maji yanapopatikana ndio sasa hapa pamekamilika. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya ukamilifu, kwamba ni kitu kilichokamilika. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Tunaenda sawa, watu wa Mungu, wa Kristo. Amina. Tuendelee mbele kidogo. Tuzame ndani zaidi. Ukamilifu, ila ukamilifu, hili neno ukamilifu linazama ndani zaidi. Ni tendo ambalo twastahili kufanya, maana imeandikwa. Nisome Mathayo 5:42-48. Ukamilifu inazama ndani zaidi, kwamba utakatifu ni kutakaswa, lakini tunapoenda kwenye ukamilifu ni process ambayo inazama ndani zaidi, ili mtu huyu aweze kuwa kamili. Mathayo ngapi? Nisome 5:43-48. Mathayo. Twende haraka haraka. Yes. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, tegezeni ile mic kule. Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema,
kuna hizo hapo. Rudia tena. Huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Mkiwapenda wanaowapenda ninyi mnapata thawabu gani? Naomba unisikilize sana, hiyo ambayo inaenda kukufanya ukamilisho, uwe mkamilifu. Hata watoza ushuru. Je, nao hawafanyi yayo hayo? Hata watu wa mataifa hawafanyi hayo? Kwamba mtu wa mataifa yeye anamchukia anayemchukia na anampenda anayempenda. Kwa hiyo ukijikuta kwamba unampenda anayekupenda na unamchukia anayekuchukia, haujakamilishwa. Endelea. Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani? Mkiwaamkia ndugu zenu tu mnatenda tendo gani? Mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa. Je, nao hawafanyi kama hayo? Ndio. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu. Kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa maana ukamilifu ina dipu zaidi. Ni process ambayo inaenda mbali zaidi. Haiishii kwenye kutakaswa, haiishii kwenye kujilinda, inazama ndani zaidi. Kwamba kama mtu anamchukia anayemchukia, anampenda anayempenda, hana tofauti na mtu wa mataifa. Lakini Biblia inasema wapendeni wanaowaudhi. Manake unakuwa na kitu cha zaidi, kwa sababu hata Mungu alitupenda sisi tungali tukiwa bado wenye dhambi. Maana kama Mungu angelitaka kuokoa wale wema, sisi wakina Stefano tusingeokoka. Wewe usingeweza kuokoka. Ndio maana Biblia inasema hatukuokolewa kwa sababu ya matendo yetu mema, bali tumeokolewa kwa neema. Neema ya Yesu ndio inayoweza kumvuta mtu kuokoka. Kwa hiyo mtu anapookoka hautakiwi kuangalia maisha yake ya jana, maisha yake ya juzi. Anzia pale ameokoka na anapoendelea. Amen. Kwa hiyo huwezi kumhukumu mtu eti kwa sababu alikuwa mlevi unasema kwamba hawezi kuokoka, kwa sababu alikuwa sijui mchawi hawezi kuokoka, kwa sababu alikuwa mwizi hapana. Kwa hiyo ukamilifu ni process. Sasa kwa nini tunashindwaga kukamilishwa? Ni kwa sababu tunakuwa kinyume na kile tunachofundishwa. Yaani mtu anafundishwa maisha ni haya, anafundishwa wokovu ni huu, yeye anaamua kuchagua njia zake mbaya. Anaunajisi mwili wa Kristo. Waga anasema kwamba ukiona mtu labda umeshindwa sana na wokovu, hakunaga kulazimishwana. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Usijitutumue tu kukaa kwa kanisa la watu waliookoka hali ya kuwa unajua kwamba hauna wokovu. Yaani unaonekana umevaa sura mbili ta. Kuna picha moja niliona kwa mtandao. Dada kavaa sura mbili. Hii ya huku ina sigara na pombe. Hii ya huku imeshika Biblia. Mungu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Mungu atusaidie sana. Amen. Twende haraka haraka. Amen. Amen. Kwa hiyo ukamilifu ni ile hali ya kusikia, number 1, kusikia, kukua na kuelimika. Ukamilifu ni ile hali ya kusikia, kukua na kuelimika, tukiwezeshwa na Kristo. Wakolosai 1:20. Hali, narudia, ni ile hali ya kusikia, kukua, kuelimika. Wakolosai 1:20 nasemaje? Nasema, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote. Na kwa yeye huvipatanisha vitu vyote. Na nafsi yake akiisha kufanya amani. Kwa damu ya msalaba wake. Kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye. Kwa yeye. Ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi. Au vilivyo mbinguni. Na ninyi
mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa. Tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake, kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake. Msipoacha tumaini la Injili mliosikia habari zake. Haleluya. Amen. Number 1, kilichokufanya uokoke ulisikia. Sawa Ulifanyaje? Ulisikia. Nilikuwa nafundishaga somo la imani yenye nguvu. Nikasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ili uwe na imani lazima usikie. Sawa Ili uamini kwamba huyu mfanyakazi ni mzuri lazima usikie taarifa zake. Inakupa imani kwamba huyu anafaa kuwa mfanyakazi. Kama utasikia taarifa kwamba ni mwizi, huwezi kumwajiri. Manake nikasema kwamba kwa swala la imani lazima uwe makini kwa kile unachokisikia. Sio kila kitu ni kukisikiza na kukipa nafasi kwenye masikio yako. Kwa sababu vitu vingine vinaua imani. Sijui watu tunaelewana Amen. Hata mafundisho tunayoyafundisha, hata mafundisho unayoyasikia lazima uyapime na mafundisho unayofundishwa kanisani kwako. Ukiona mafundisho unayofundishwa yako nje, yanatofautiana na yale ya kanisani kwako, huna haja ya kuyasikiliza, maana yatakupotosha. Sijui kuna mtu ananielewa? Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si kuna mtu ananielewa sana? Kikuta kuna fundisho, kwa mfano kuna fundisho linafundishwa sijui watu wanabudu wakiwa uchi. Kataa hilo fundisho. Maana haliendani na fundisho la madhabahu yako. Sijui kuna mtu ananielewa? Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Paulo anasema mnao walimu wengi. Manake unaweza ukapata elimu mbalimbali, lakini lazima uziangalie hizo elimu kwamba zinapelekana na mafundisho halisi ya Kristo. Sio kila fundisho ni kulipokea na kuliweka mfukoni. Ndio maana anasema kwamba ili mtu aweze kuwa kamili lazima kusikia, kukua na kuelimika, huku akiwezesha na Kristo. Kwa njia ya mafundisho tunakamilishwa. Kwa njia nini? Ya mafundisho. Yani hivi tunavyofundishana kuna mahali ambapo Mungu anakutengeneza. Sijui kuna mtu ambaye asubuhi ya leo Mungu anamtengeneza kupitia ya mafundisho. Kama yupo anataka ampigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Tunatengenezana. Sasa ni juu yako wewe mwenyewe kuchukua kile ambacho unafundishwa, kikusaidie uweze kuwa na mabadiliko na uweze kukua kiroho. Sema amen. Amen. Ukiona unafundishwa na kuonywa lakini huna mabadiliko yoyote katika neno, jua umekosa kuwa na sifa za Yesu Kristo. Yaani ukikuta kwamba unafundishwa lakini haunaga mabadiliko yoyote kwa kile unachofundishwa, yaani muda wote kila unachofundishwa iko tofauti na vile unafanya, jua kwamba haujawa na sifa za kuwa na Kristo, haujawa na sifa za Kristo. Kristo anataka tunapofundishwa, anasema mkifundishana, mkionyana kwa zaburi na kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Maanake ni kwamba kwa njia ya mafundisho tunaelimishana, tunaonyana, tunaadabishana. Sasa ni vile ambavyo neno litaingia ndani yako na kukutengeneza na kukubali na kuinua mikono yako juu. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo Kristo anataka tukue katika ukamilifu, sio kubaki pale pale. Siku zote unakuwa wewe ni mtu unatubia dhambi ile ile tu ya uongo. Yaani kila siku ni uongo. Kila siku unatubia pale pale tu. Kristo anataka yani tusogee mbele zaidi. Si unanielewa? Amen. Unanielewa Junior?
Anataka tufanyaje? Tusogee mbele zaidi, kwamba nilikuwa muongo, sasa hivi nimeacha uongo, hapa napambana na hasira. Ndio kukamilishwa huko. Nilikuwa na hasira, sasa sina hasira, unasogea. Nilikuwa sio mwepesi wa kusamehe, sasa anasamehe, unasogea. Nilikuwa mvivu wa maombi, sasa naomba, unasogea. Unasogea, unasogea, unasogea mpaka unakuwa mkamilifu. Mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ni hatua. Lazima utembee, sio usimame. Jamani, sisi hatunaga sakramenti ya kitubio. Yaani kila siku unatubu tukusalili. Kila siku jamani. Yesu akija lazima tufike wakati tunabadilika. Nilikuwa mwongo, sasa hivi sio mwongo. Sega sikaka shuhuda za aina hiyo. Nasikia tu shuhuda sijui nilikuwa na nini, lakini sasa sikaka mtu yani mimi kwa kweli. Yaani hata akisema pale mbele kwa jana nilikuwa mwongo. Kweli wewe ulikuwa mwongo. Yaani kama Mungu amekusaidia kwa hilo, kongole Yesu. Hakunaga shuhuda za aina hiyo. Kwa nini hakunaga? Hakuna, kwa sababu watu wengi wamekubaliana na hiyo hali. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, amina. Amen. Hautakiwi kukubaliana na hiyo hali. Hakunaga kitu mimi kinaniudhi kama kubaki kuwa pale pale siku zote. Mimi natamani saa nyingine naombaga hata maombi ya Joshua kwamba Mungu, hebu simamisha jua, nisimamishie umri, maana nahisi kama vile siendi. Mbona? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima uwe na hiyo kiu, mtu wa Mungu. Sijui kuna mtu anaelewa asubuhi ya leo jamani. Hebu mtingishe mwenzako, mwambie unaelewa. Anaelewa Haya, tuendelee. Bwana Yesu apesiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu hataki tubaki pale pale, kila siku tunatubia kitu kile kile. Amen. Amen. Lazima tusogee mbele zaidi. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Wafilipi 3:12 hadi 13. Mungu anataka tusogee, tuwe na shauku ya kusogea mbali zaidi. Inasemaje? Sikiza kwa makini. Si kwamba nimekwisha kufika. Tume Paulo anasema si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu, au nimekwisha kuwa mkamilifu. La. Bali nakaza mwendo. Bali nakaza mwendo. Simama kwanza. Paulo anasema si kwamba nimeshafika. Ukiwaga na nia ndani yako kwamba sijafika, sijakamilika, utakuwa na shauku ya kutafuta zaidi. Si kuna mtu ananielewa? Amen. Hautakuaga mtu ambaye umetuliaga tu. Anasema si kwamba nimekwisha kufika. Isifike wakati useme kwamba mimi nishafika kwenye eneo hili, mimi nishafika kiwango hichi, mimi nishafika. Lazima uwe na shauku ya kumove. Paulo anasema si kwamba nimekwisha kufika. Endelea. Bali nakaza mwendo. Nakaza mwendo. Hebu sema nakaza mwendo. Ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na nani? Na Kristo. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kufika. Kwamba nimekwisha kufika. Nitarudia. Sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. Kushika Ila natenda neno moja tu. Natenda neno moja tu. Nikiyasahau yaliyo nyuma. Nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo unaweza ukayaishi katika maisha ya wokovu yakawa yanakupa majuto fulani. Utakiwi kuyafikiria. Hata kama kuna mahali ambapo ulikosea, hautakiwi kufikiria. Kaza mwendo, angalia yaliyo mbele.
Maana mara nyingi yaliyo nyuma yameumiza. Wengi wameumizwa huko nyuma. Amen. Amen. Wameumizwa na uongo, wameumizwa na usengenyaji, wameumizwa na uzinzi, wameumizwa na usaliti, wamesalitiwa. Sasa Paulo anasema usiangalie ya nyuma, angalia yaliyo mbele. Haleluya. Lakini kama wewe utakuwa ni mtu wa kuyaangalia ya nyuma, ya kumtafsiri mtu katika maisha ya jana, kwamba pengine leo aweza kuwa na maisha yale yale, utapotea. Sahi, kuna mtu katika dunia hii hajaokoka, lakini anakata roho akiwa ameongozwa sala ya toba, na utakutana naye mbinguni. Sasa wewe useme kwamba yule hawezi kwenda. We jamani, yule hawezi. We ndio mwenye mbingu. Yesu akasema makahaba watawatangulia wapi? Mbinguni. Yani utashangaa, usiyemtaka akaje. Yani siku ile kutakuwa na maajabu, maana kuna watu wa ajabu wataonekana kwenye ile enzi. Umzaniaye ndiye siye. Alafu kuna watu watakosekana pale. Yani utafikiri ile kiti ilikuwa ni kiti ya fulani, lakini hatupo. Unakuta Levi fulani ambalo ulikuwa unalicheka ndio limekaa pale. Linasema, linaimba ule wimbo mpya wa Musa. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kwa hiyo usiangalie. Lazima uwe na tabia ya kuangalia maisha yako ya mbele. Utamalizaje huu mwendo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema natenda neno moja nikiyasahau yaliyo nyuma yangu. Haleluya. Amen. Hebu tuangalie Ibrania 4:14 hadi 15. Twende chapu chapu tumalize. Ibrania 4:14 hadi 15. Nasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, ndio, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Oh my God. Bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi. Katika mambo yote. Bila kufanya dhambi. Alijaribiwa. Wapendwa, kila mtu anajaribiwa. Kila mtu anajaribiwa kwa eneo lake. Hata Yesu alijaribiwa. Kwa hata kama Yesu alijaribiwa, fahamu hata mchungaji naye anajaribiwa. Mzee wa kanisa anajaribiwa, shemasi anajaribiwa, mshirika anajaribiwa. Lakini Biblia inasema kwamba aliyashinda. Inategemea pale unapojaribiwa kwamba unakuwa na nguvu ya kushinda ama unajirahisisha. Kama kondoo anaenda kuchinjwa. Maana kondoo anaenda kuchinjwa hata alijielewa kwamba anaenda kuchinjwa. Linaenda tu. Maana Biblia inasema kama kondoo apelekwa machinjioni, hakukataa. Mungu atusaidie. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajaribiwa kama Yesu alivyojaribiwa. Unajaribiwa kama mchungaji anavyojaribiwa. Kinachotakiwa ni nguvu ya kushinda hayo majaribu. Sije kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo kila mtu anajaribiwa kwa sehemu yake. Unajaribiwa uko nyumbani, unavyoishi na majirani, unajaribiwa. Yani unajaribiwa my friend. Haleluya. Amen. Kitabu cha Yakobo sura 3 mstari wa 2. Mara nyingi tunajikwaa katika maeneo ya midomo. Mdomo. Soma Yakobo 3:2. Maana tunajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kusema, huyo ni mtu mkamilifu. Awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama walijao. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye uwezo wa kujizuia kusengenya,
kusema uongo, Biblia inampandisha. Unajua, mara nyingi kuna vitu ambavyo vinaweza vikamtokea mtu. Yaani kuna watu wenye tabia, Waparo anasema etavavwa. Etavavwa. Yaani anawashwa kwa koo. Asipo usema huo ubuyu hanaga raha. My friend, lazima uangalie kile unachokisema, hususani unapomwambia mtu mwingine. Lazima kwanza ukipime kwamba hii taarifa ninayompa huyu mtu yenda jenga au yenda bomoa. Biblia nasema msiwe wepesi wa kusema wala kukasirika. Katika Yakobo hiyo anazungumza. Manake tunajikwaa mara nyingi sana katika mazungumzo ya kawaida. Tunaongopea, tunadanganya, tunasengenya, tunagombanisha. Maneno yetu hayana chumvi, hayana ladha.